alafu akafanya kazi Vatican, na katika kazi amefanya miaka 5 kama katibu mkuu msaidizi wa congregation ya imani, halafu kwa miaka 5, halafu kwa miaka 6 akawa katibu mkuu wa congregation ya imani duniani. Yani ni kiongozi mkubwa sana kwenye kanisa kabla hajawa askofu mkuu wa Tabora Tanzania na kardinali. Tumuombe kabisa. Hili ni eneo ambalo unaweza ukalizungumzia, ambako inapita hapo, inaonekana kama kumejengwa kukaizeka kama ndaki fulani hivi ambalo limetengenezwa mahususi. Eneo hili sina hakika nalo sana, lakini nadhani ni eneo ambalo ndilo huwa lina ikusanya, tuseme kama linaikusanya Vatican nzima, kwa sababu Vatican ni nchi ndogo sana, ni nchi na mji mdogo sana, lakini ina kilele chake cha kikanisa kiko pale tulipotoka sasa, kwenye viwanja vya Mtakatifu Peter. Sasa eneo linalotenganisha ule wigo wa kwamba sasa hapa unakwenda kwenye viwanja vya Mtakatifu Peter, ambapo ndipo kitovu kabisa cha hiyo mji wa Vatican, na maeneo mengine ya Vatican ambako hata ofisi nyingine nyingi tu za Vatican kama nchi na Vatican kama makao makuu ya kanisa ziko, ni eneo hilo linatenganisha. Naam, ndo maandamano hayo ama msafara useme kwa usahihi zaidi, kutoka pale viwanja vya Mtakatifu Petro kuelekea kwenye hiyo kanisa dogo la Mtakatifu Maria, kwa ajili ya maziko sasa ya Papa Francis. Matangazo haya ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya BBC yanayokujia kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube, Facebook na TikTok. Ibrahim Kapera unasema Muhamua pumzike kwa amani. Unasema Nzali Kaduma, nipo Njombe nafuatilia mazishi ya Papa. Ramia Hadam unasema nawapata nikiwa Bagamoyo. Isaka Ngoko unasema sisi sote njia ni moja, pumzika kwa amani Papa. Matthew Mwana Bakari unasema pumzika kwa amani Papa Francis. Endelea kutuandikia maoni yako kama alivyofanya Raja Skandaya, umeandika kwa Kizungu may his soul rest in peace, na mtukuli unasema kifo ni haki yetu. Kinitina Anton unasema Mungu amlaze mahali pema peponi. Ilali Mapula kutoka Geita Tanzania unasema tujifunze unyenyekevu na Baba Mtakatifu ni kiongozi aliyekuwa hana tamaa ya madaraka. Basi nawe endelea kufanya hivyo hivyo ukituandikia, nasi tutakapopata wasaa tutayasoma maoni yako hewani bila upendeleo wala ajizi. Msafara ukiwa unaendelea kuelekea katika kanisa dogo ambalo Papa mwenyewe alitoa au alielekeza, huku kengele ikiendelea kugongwa au kulia, ikiwa ni sehemu ya heshima ya Papa Francis aliyedumu madarakani kama kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki kwa miaka 12 tangu mwaka 2013, wakati mtangulizi wake Papa Benedict wa 16 au jina lake la ubatizo Joseph Ratzinger, wakati huo akiitwa Joseph Cardinal Ratzinger, raia wa Ujerumani, alipoachia madaraka kwa sababu za kiafya, na Mwenyezi Mungu akamweka hai kuanzia mwaka 2013, akakaa
kwa miaka 9 hivi mpaka 2022, 9 na miezi kadhaa, alipofariki dunia tarehe 31 Disemba mwaka 2022, na akazikwa siku chache tu baadaye mapema mwaka 2023. Florian, pengine mtazamaji angependa kufahamu ukubwa wa hii nchi. Vatican ndio nchi ndogo kwa eneo la kijiografia kuliko zote duniani, na ndio jiji dogo kuliko majiji yote duniani. Lina square mita ya mraba moja, pungufu ya moja, yani inakaribia square mita moja ya mraba. Square kilomita moja ya mraba, pungufu kidogo ya square kilomita moja ya mraba. Kilomita maana yake ya mraba. Maana yake tuseme ukitoka kaskazini kwenda kwa upande mmoja, kaskazini kwenda kusini ni kama mita 1000 hivi, na ukitoka mashariki kwenda magharibi ni kama mita 1000. Yani viwanja tu 10 vya mpira, unatembea kwa mguu hapo unarudi, unaona kwa ni padogo sana, lakini njia za kupita ndio unaona sasa maandamano hivyo zinazunguka na kadhalika. Lakini ni mfumo mmoja wa utawala wenye namna yake kwa kweli. Nchi yenye serikali kamili kabisa, ina mabalozi, wawakilishi wa papa katika nchi 100 na zaidi ya 180 nadhani, yapata 184 hivi, kadiri nilivyokuwa nikifuatilia. Ndio. Na Tanzania ni mojawapo, ina mwakilishi balozi wa papa au balozi wa Vatican. Vyote viwili. Kiserikali, kidiplomasia anaitwa balozi wa Vatican kama nchi, lakini kikanisa anaitwa balozi wa papa, na jina lake rasmi la kikanisa anaitwa nuncio apostolico nuncio, na ni lazima awe askofu mkuu. Japo huku sasa anakuwa amepangiwa jimbo la kuongoza, kwa sababu kama kuangaziwa anakuwa na jimbo ambalo japo hayuko kule, ana jimbo dhania kimwili, ana jimbo dhania. Titular diocese, yes, inaitwa titular diocese, jimbo dhania, lazima awe nalo. Kwa hiyo tunamuita askofu mkuu dhania, titular archbishop. Barabara. Kwa hiyo unaona watu ambavyo wamejipanga, kila mmoja amechukua nafasi yake ambayo ataweza kushiriki katika hiyo, kwa sababu bila shaka watu ni wengi, na ndio namna ya kutoa, na uwezi kuwa kila mahali. Kwa hiyo unachagua mahali pako, sehemu fulani ambayo utaweza kuona vizuri msafara. Wengi wamepata nafasi ya kuingia kule viwanja vya Mtakatifu Petro, na wengine wako barabarani, wanajua kabisa kwamba hapa mwili utapita. Majengo haya wanaishi watu wa namna gani? Lazima wawe watu wa kanisa, ama unaweza ukaomba kukaa makazi ya kawaida? Wako wa namna zote. Wengi ni wa kanisa, kwa sababu pana ofisi nyingi sana, vitengo vingi sana, na taasisi nyingi sana za kikanisa, na hazitoshi, kwa sababu ziko nyingine zinalazimika kuwa nje ya jiji la Vatican, the Holy See, nje ya hii bahari takatifu, lakini ndani ya jimbo la Roma, yuko inaelekea kule. Lakini wako pia ambao sio watu wa kanisa. Kwa mfano, wako watu wa diplomasia, kwa sababu Vatican ni nchi
kama ambavyo tunaona ina mabalozi kwenye nchi nyingine, hizo nchi pia ziko ambazo zina mabalozi Vatican. Wako wengine wako ndani ya Vatican, lakini wako wengine wako jirani na Vatican, kwa sababu nchi nyingi zimechagua kuunganisha, yani ubalozi ambao balozi wa, yani nchi nyingi zimechagua kwamba balozi wa nchi hiyo husika wa Italia, ubalozi wa nchi hiyo husika wa Italia ndio huo unahudumia pia Vatican. Na wengine wanaweza kuweka, wameweka tofauti kabisa kabisa. Unaona sasa msafara umeongeza kidogo mwendo. Ni maandamano yanapita njia mbalimbali walau ili watu wapate nafasi ya kutoa heshima za mwisho. Kwa hiyo inaweza kuonekana kama vile umbali ni mrefu ndani ya hiyo square kilomita moja ndani ya hiyo kilomita moja ya mraba. Unaweza kuonekana umbali ni mrefu, lakini ni namna ambavyo msafara umetengenezwa upite ili watu wapate nafasi ya kutoa heshima za mwisho, kwa sababu msafara katishwa upite sehemu moja, watu wangerundikana sana na isingewezekana, kwa sababu pia kuna majengo yamebana, yamesonga. Kwa hiyo eneo ni dogo kwa kweli, kilomita moja ya mraba, pungufu ya kilomita moja ya mraba, lakini njia ni nyingi, zinakata kona. Hakika ni siku muhimu, ni siku kubwa kwa kanisa, na si tukio ambalo la kujirudia kama tulivyotangulia kusema kwamba mara ya mwisho tukio kama hili au la kufanana na hili la papa aliyeko madarakani limeshuhudiwa mwaka 2005, miaka zaidi ya 20 iliyopita alipozikwa Papa Yohane Paulo wa pili. Japo mwaka huo kabla ya hapo lilikuwa limetokea miaka 27 kabla, ndio alipozikwa Papa Yohane Paulo wa kwanza, ambaye alikaa madarakani kwa siku 33 na kukawa na maneno mengi na Pio wa sita juu ya mwaka huo walizikwa mapapa wawili walioko madarakani. Lakini ikapita miaka 27 ndo akazikwa Papa Yohane Paulo wa pili, na sasa imepita miaka 20 ndo akazikwa papa aliyeko madarakani, Papa Francis. Hapo katikati amezikwa asiyekuwa madarakani 2023 Papa Benedicto wa 16. Kwa hiyo ni tukio ambalo kipindi cha miaka 20 tangu amezikwa Papa Yohane Paulo wa pili, kama ndo kijana au binti amezaliwa wakati huo, manake sasa hivi pengine mwingine amemaliza chuo kikuu au yuko chuo kikuu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kabisa ni muda kiasi gani, na ukitaka kupima hivyo utakumbuka mwaka 2005 Rais Kikwete alikuwa hajaingia madarakani. Maana ameingia madarakani mwezi wa 10. Kabisa. Wa 11. Kwa hiyo amepita huyo, kapita Rais Magufuli, sasa hivi Rais Samia. Ukitaka kupima urefu wa kipindi hicho, unaweza ukaupima na matukio kama haya namna hiyo, kuweza kupata hiyo sura au taswira kamili. Wakati msafara ukiendelea kuelekea katika kanisa ambako kumetayarishwa kwa ajili ya maziko, kama ambavyo Papa Francis alielekeza mwenyewe kupitia uhosia wake baada ya kuwa ameugua kwa miezi kadhaa. Mwezi wa pili aswa ndo alilazwa, japo afya yake ilikuwa inaelezwa kwamba ilikuwa ina shida, lakini kuanzia kwenye mwezi wa pili alipolazwa ndo hali yake ikaonekana kwamba pengine si ya kuridhisha, na alikuwa ameambukizwa katika sehemu ya mapafu ambayo tunaambiwa
kuna tatizo lilitokea kwenye mapafu akiwa na umri wa miaka 22. Ndio. Akakaa na hilo tatizo na sehemu ambavyo ilitolewa na amekaa, lakini na tatizo hilo ndio mambo hayo. Mtumishi wa Mungu zaidi ya miaka 65 akiwa na tatizo hilo ambalo bila shaka lilikuwa linaangaliwa na madaktari kwa namna ya karibu, na pia Mwenyezi Mungu akamjalia hiyo miaka ya kuishi na siku zake kwamba aendelee kuwepo hapa duniani. Florian, katika upapa wake Papa Francis, hii ni mara ya pili anavuta macho na masikio ya mamilioni ya watu ulimwenguni kwa wakati mmoja katika tukio moja. Katika upapa wake hapa amevuta sana kwenye kifo chake, lakini japo ameshafumba macho. Lakini utakumbuka alivuta sana pia tarehe 27 mwezi Machi mwaka 2020 wakati ugonjwa wa corona au COVID-19 wakati ndio yani uko kwenye kitovu. Aliandaa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, akiualika ulimwengu kuabudu pamoja naye kwa njia ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na akaongoza hiyo ibada yeye mwenyewe akiwa kwenye eneo la Basilika hilo anakokwenda kuzikwa, na ile ibada ilifuatiliwa na mamilioni ya watu duniani wa dini zote. Mimi nilifuatilia katika idhaa kwa maana ya channels tofauti hata za mitandao ya kijamii ya YouTube na kadhalika, na hata kwenye idhaa niliyofuatilia mimi niliyosali mimi kupitia hapo. Watu walikuwa wanasali inakwenda mubashara, watu wanasali lakini wanashiriki kusali kabisa kwa kuandika, kwa kuweka ujumbe mfupi, kuweka comments. Watu wa dini zote, na wengine wakitaja dini zao, wengine kwa majina yao, wengine kwa asili na nchi zao, unaona kabisa, na kwa lugha zao, wote walishiriki, mamilioni ya watu. Na inaaminika kwamba mojawapo ya mojawapo ya mambo yaliyopelekea kasi ile iliyokuwa imefika paajabu sana ya maambukizi ya uviko, maambukizi ya corona, ilikuwa ni yaliyopelekea kasi ile ikapungua, hasa kwa nchi za Ulaya ikiwemo Italia wakati huo, ni ile ibada ya siku ile. Sasa leo miaka mitano sasa, miaka mitano na mwezi mmoja naweza kusema kamili, anavuta tena macho ya watu kwa wingi hivyo duniani kwa pamoja katika eneo lile na kanisa lile. Naam. Na taarifa kwa mtazamaji ni kwamba gari hili ambalo limebeba mwili wa Papa Francis, ambalo lina uwazi kwa juu, ni gari kwa lugha hapo wanasema inaitwa Pop Mobile, ambayo ndo gari ambalo alilitumia Papa Francis wakati wa ziara yake nchini Ufilipino mwaka 2015, yapata miaka miwili baada ya kuwa ameingia madarakani. Kwa hiyo unaweza kuona, na Ufilipino ni nchi ambazo zina waumini wengi wa dini ya Kiislamu. Ndio. Na alikwenda kule, na ilikuwa imepita miaka mingi Papa kwenda kuzuru Ufilipino, lakini akafika kule, na ilikuwa moja ya ziara ambazo zilivuta sana hisia na za watu duniani.
na ndio pengine wameamua kuenzi hilo gari. Pengine labda aliandika, sina hakika sana, lakini ndio hilo gari ambalo leo limebeba jeneza lenye mwili wa Papa Francis. Kuna jambo jingine hapa limekuwa likisemwa, watu wanajaribu kusema labda hatimaye Afrika itatoa papa. Ni mtazamo ambao umekuwa nao ukisemwa, lakini papa kutokea nchi gani au bara gani, kwa mtazamo wa kikanisa sio jambo la msingi, kwa sababu tunaamini papa anapatikana kutokana na kuna kitu nimekisema hapa, lakini nafikiri ni vizuri kukisaisha kidogo. Nilisema kuhusu habari ya waumini wa Philippines. Nchi yenye Waislamu wengi ni Indonesia, sio Philippines. Philippines wengi ni wa Kristo. Yes. Lakini kwamba gari litumika Philippines, Ufilipino, hiyo ni sawa, lakini kuna mahali nilichanganya kidogo. Sawa. Nilikuwa nasema papa anatokea Uafrika. Anatokea wapi? Kwa mtazamo wa kikanisa sio jambo lenye maana, kwa sababu kanisa ni moja na Mungu ambaye tunaamini ndiye anayeamua nani awe papa. Na kardinali wanafanya tu ile huduma ya vidole, finger service. Unaona, ana namna yake ya kutazama aimarisha watu na mapendekezo, lakini hata sababu za kihistoria zinaweza zikachangia eneo gani litoe mapapa wengi katika historia. Sasa kwanza dhana hii kuna mahala haiko sawa, kwa sababu si kweli kwamba Afrika haijawahi kutoa papa, kwa sababu tayari katika mapapa 266 kuna watatu ni wa Afrika, wote wa Tunisia kaskazini kule. Kaskazini mwa Afrika, wakati ule ikiwa chini ya utawala wa Kirumi ndio. Sasa shida ni kwamba kwa sababu walitokea ikiwa kwenye ukoloni, basi watu wanataka kuitoa, lakini ni kweli wamewahi kuwepo. Lakini ile historia ukitazama Ulaya kwa mfano, hii imani ya Ukristo na imani ya Ukatoliki, kwa nchi kama Italia hiyo imani ipo kwa karibu miaka 2000 sasa, kwa sababu tukumbuke wakati kanisa linaanza baada ya Yesu kufa, akafufuka, akapaa, baada ya wiki kama 6 hivi Roho Mtakatifu akashuka na kanisa likaanza. Kulitokea ushindani mkali sana kati ya hilo kanisa la kwanza likiongozwa na Petro na mitume wenzake na utawala wa Warumi, utawala wa Waitaliano uliokuwa unatawala nchi ya Israeli. Naam, mwili ukiwa umefika eneo la kanisa la Mtakatifu Maria, nako watu wamekusanyika, wamejipanga na maua yao, na hilo ndio kanisa lenyewe. Pale juu kuna sanamu kama 4 hivi, kama unazifahamu kwa undani na